Yesu asifiwe sana. Na kwa nini tufungwe? Katika misheni mojawapo iliyomleta Yesu duniani, mojawapo ilikuwa ni kutufungua. Amen. Amezungumza kwenye Luka 4, amezungumza kwenye Isaya 61. Roho wa Bwana alikuwa juu yake, amempaka mafuta kwa ajili ya kutufungua. Kwa hiyo ni haki yako, ni haki yangu ili nifunguliwe nitoke kwenye vifungo mbalimbali ambavyo nimefungwa kwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunanafunza mitambo wetu ili hiki ambacho tunajifunza hapa kisiishie tu hapa kwetu Mongolondege, kiweze kuwafikia na wengine huko ulimwenguni. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tupite kwenye neno la kalenda ambalo ametupa. Mungu ametupa kupita huku, tutapitia tu vitu kadhaa ambavyo tutatupa kupita. Kitabu cha Luka ile sura ya 9. Kitabu cha Luka ile sura ya 9, neno la kalenda linalosema Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Yesu Kristo mchungaji mwema, au huruma za Bwana. Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 10 mpaka 17, neno la Mungu linasema, basi wale mitume waliporudi walimweleza mambo yote aliyoyatenda. Akawachukua akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Na mkutano ulipojua wakamfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale walio na haja ya kuponywa. Akawaponya waliokuwa na haja ya nini? Aliwaponya waliokuwa na haja ya kufanyaje? Tutafunguliwa tuliokuwa na haja ya kufunguliwa wiki hii. Amen. Tutafunguliwa wenye haja ya kufanyaje? Ya kufunguliwa, kwa sababu maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Kwa Bwana. Mstari wa 12 anasema, na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale tenashara wakamwambia uwage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Mahali hapa tulipo ni nyika tupu. Narudia sentensi, mahali hapa tulipo ni nyika tupu. Mahali ulipo ni nyika tupu. Wenda huko kwenye nyika yako ni nyika hipi uliopo? Hao wanasema mahali tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5, samaki 2, mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula. Kwa kuwa wanaume walikuwa wakipata kama 5,000, akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Mstari wa 15 anasema, wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitwaa ile mikate 5 na samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akamega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandalie mkutano. Wakala wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyobakia walikusanya makapu 12. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanafunzi wanasema hatuna kitu, ila tuna nini? Sasa swali la kujiuliza, walikuwa hawana, walikuwa nacho? Sasa mbona wanasema hatuna kitu? Hiyo mikate na samaki vimetoka wapi? Wakristo, watu wa Mungu, tumezoea hiyo lugha. Mimi sina, siwezi, itakuwaje? Hicho ulicho nacho, shida unatazama kitu, utazama mbinguni. Shida natazama hali ninayoipitia, sitazami mwenye uwezo wa kunitoa kwenye shida. Yeye akaitoa ile mikate, akatazama mbinguni. Ninatazama nini ninapopita kwenye changamoto? Ni kweli niko kwenye nyika ya ugonjwa, ni kweli ninapita kwenye changamoto, uchumi umeyumba, lakini natazama wapi? Nasema sina kitu. Afya ulionayo ni kitu cha thamani kuliko mali na chochote ulicho nacho. Maana hakuna anayeweza kununua afya yako. Alipo wangapi wako hospitali na wana pesa na hazijawasaidia? Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Unatazama wapi? Yesu Kristo ni
nimegawanyika tupu, niko kwenye magonjwa, yaani mimi sijui. Nataka nikueleze mtu wa Mungu, unatazama wapi? Shida mahali pa kutazama. Siku zote ukiliangalia tatizo hutoboi. Niongee kwa lugha ya vijana. Ukiliangalia tatizo ufanye nini? Hautoboi. Watu wa Mungu, nilipita kwenye shida ngumu ambayo watu waliokuwa wakija kunitazama wanalia, ila mimi nacheka. Wakawaza nimefiatuka kidogo hapa, ila sikufiatuka. Yaani sikuwa nimefiatuka hata kidogo, ila mimi nilikuwa nina picha nzima ya kile tukio. Kwa hiyo nikiwa najua kwamba kama Baba ulifanya katika yale na yale na yale, hapa hii kitu kidogo sana kwako. Kwa hiyo wale wanatazama katika mwili wanaumia jinsi wanavyonitazama, wanalia, machozi, mwingine hataki hata kunitazama, lakini mimi moyoni mwangu nimejawa shukrani na furaha tu. Ile kwamba Mungu amekusazia afya, ile kwamba Mungu amekufa hicho ulicho nacho. Mtu wa Mungu, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Kuna watu tunanung'unika kwa ajili ya watoto mimi hawasifiki waokota wapi. Kuna mwanamke leo anatamani japo mimba iingie itoke, ajue mimba zikiingia inakuaje. Ninachokwambia, siku moja huwa niko kwenye kipindi cha maadili na malezi kwenye kipindi cha Jumamosi Radio 10. Nimetoka hapo, mama mmoja akanipigia simu akaniambia, mtumishi, hata kama watu wengine wananung'unika kwa ajili ya watoto walio nao, wanatamani hata wawauze, mimi natamani hata mimba iingie itoke. Fikiri huyo mtu yuko katika hali gani? Yaani ingie tu itoka, ajisikie kwamba na yeye aliwahi kubeba mimba, na ikiingia mtu huwa anajisikiaje. Lakini wewe una mtoto ambaye anakusumbua, tamani umuuze. Hauna utakaye mgawia. Hakuna mahali pa kumpeleka zaidi wapi? Tatizo unamtazama mtoto, utazame msalaba. Anasema njoni kwangu ninyi wote msumbukao na kulemewa na nini? Nani mtafanyaje? Sasa kama ni mzigo, kwa nini unatazama mzigo? Mzigo ukitazama siku zote ni mzito. Siku zote ni nini? Ni mzito, lakini anasema kwake yeye nira yake ni nyepesi na ni laini sana. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Nilipata ajali, nikimwona mama hapa anaingia huko ndani ameshika hilo gongo. Kashtuka kidogo roho. Na Mungu akutumbee mema, kurudishie miguu yako. Nilipata ajali ambayo ilipelekea kutoka kwenye mwili kuingizwa kwenye shimo la kuzimu. Kama mlisikia ajali iliyomhusisha mchungaji Metili Sharika Penyelezi na wale wenzake wanne, miongoni mwao ni mmoja wangu mimi. Lakini nataka nikwambie ukweli, mtu wa Mungu. Yesu Kristo ukiona naye kuhubiria hapa, sio wa Biblia. Mimi nakuhubiria niliyekutana naye. Yaani sio tu kwamba aliyebaki huku, yani ambaye bado yuko kwenye maandishi. Mimi nakuhubiria aliye halisi, ambaye nimemuona live, sio tu kwa kuhadisiwa na watu. Kufungwa. Na lengo la kufungwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini tufungwe? Katika misheni mojawapo iliyomleta Yesu duniani, mojawapo ilikuwa ni kutufungua. Amen. Amezungumza kwenye Luka 4, amezungumza kwenye Isaya 61. Roho wa Bwana alikuwa juu yake, amempaka mafuta kwa ajili ya kutufungua. Kwa hiyo ni haki yako, ni haki yangu, ili nifunguliwe nitoke kwenye vifungo mbalimbali ambavyo nimefungwa kwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunanafunga mitambo wetu ili hiki ambacho tunajifunza hapa kisishie tu hapa kwetu Mwakurandege, kiweze kuwafikia na wengine huko ulimwenguni. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tupite kwenye neno la kalenda ambalo ametupa. Mungu ametupa kupita huku, tutapitia tu vitu kadhaa ambavyo tutatupa kupita. Kitabu cha Luka ile sura ya 9. Kitabu cha Luka ile sura ya 9, neno la kalenda linalosema Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Yesu Kristo mchungaji mwema, au huruma za Bwana. Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 10 mpaka 17, neno la Mungu linasema, basi wale mitume waliporudi walimweleza mambo yote aliyoyatenda. Akawachukua akaenda nao faragani mpaka mji mmoja uitwao Bethsaida. Na mkutano ulipojua wakamfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale walio na haja
haja ya kuponywa. Akawaponya waliokuwa na haja ya nini? Aliwaponya waliokuwa na haja ya kufanyaje? Tutafunguliwa tuliokuwa na haja ya kufunguliwa wiki hii. Amen. Tutafunguliwa wenye haja ya kufanyaje? Ya kufunguliwa, kwa sababu maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Kwa Bwana. Mstari wa 12 anasema, na jua likaanza kushuka, wakamwendea wale tenashara wakamwambia, uwage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kando kando wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyika tupu. Mahali hapa tulipo ni nyika tupu. Narudia sentensi, mahali hapa tulipo ni nyika tupu. Mahali ulipo ni nyika tupu. Wenda huko kwenye nyika yako ni nyika hipi uliopo? Hao wanasema mahali tulipo ni nyika tupu. Akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema, hatuna kitu zaidi ya mikate 5, samaki 2, mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula, kwa kuwa wanaume walikuwa wakipata kama 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Mstari wa 15 anasema, wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitwaa ile mikate 5 na samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akamega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandalie mkutano. Wakala wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyobakia walikusanya makapu 12. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanafunzi wanasema hatuna kitu, ila tuna nini? Sasa swali la kujiuliza, walikuwa hawana au walikuwa nacho? Sasa mbona wanasema hatuna kitu? Hiyo mikate na samaki vimetoka wapi? Wakristo, watu wa Mungu, tumezoea hiyo lugha. Mimi sina, siwezi, itakuwaje? Hicho ulicho nacho, shida unatazama kitu, utazami mbinguni. Shida natazama hali ninayoipitia, sitazami mwenye uwezo wa kunitoa kwenye shida. Yeye akaitwaa ile mikate, akatazama mbinguni. Ninatazama nini ninapopita kwenye changamoto? Ni kweli niko kwenye nyika ya ugonjwa, ni kweli ninapita kwenye changamoto, uchumi umeyumba, lakini natazama wapi? Nasema sina kitu. Afya ulionayo ni kitu cha thamani kuliko mali na chochote ulicho nacho. Maana hakuna anayeweza kununua afya yako. Haipo. Wangapi wako hospitali na wana pesa na hazijawasaidia? Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Unatazama wapi? Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Unapomtazama yeye ni wa huruma, anatuhurumia. Katikati ya hilo gumu, katikati ya hiyo nyika, katikati ya uchungu, katikati ya hayo maumivu, anasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Umefika mwisho katika ripi? Umechoka kupitia kitu gani? Mtazame yeye, kwa sababu aliandikwa kwa ajili ya hicho. Kuna watu wanafikiri Yesu alienda tu msalabani ili wafe waende mbinguni. Mtu wa Mungu, nataka nikueleze, Yesu hakwenda tu msalabani ili ukifa uende mbinguni. Ndoa yako ilimpeleka msalabani, watoto wako alimpeleka, biashara yako ilimpeleka, kilimo chako kilimpeleka. Ndio maana aliandikwa miiba kichwani, ili hata hizo akili unazoona hazifanyi kazi ziweze kufunguliwa. Mikono yako, biashara ilimpeleka msalabani. Watu wa haleluya. Tuko katika nyika tupu, niko kwenye magonjwa, yaani mimi sijui. Nataka nikueleze mtu wa Mungu, unatazama wapi? Shida mahali pa kutazama. Siku zote ukiliangalia tatizo hutoboi. Niongee kwa lugha ya vijana. Ukiliangalia tatizo ufanye nini? Hautoboi.
Watu wa Mungu, nilipita kwenye shida ngumu ambayo watu waliokuwa wakija kunitazama wanalia, ila mimi nacheka. Wakawaza nimefiatuka kidogo hapa, ila sikufiatuka. Yaani sikuwa nimefiatuka hata kidogo, ila mimi nilikuwa nina picha nzima ya kile tukio. Kwa hiyo nikiwa najua kwamba kama Baba ulifanya katika yale na yale na yale hapa, hii kitu kidogo sana kwako. Kwa hiyo wale wanatazama katika mwili wanaumia jinsi wanavyonitazama, wanalia, machozi, mwingine hataki hata kunitazama, lakini mimi moyoni mwangu nimejawa shukrani na furaha tu. Ile kwamba Mungu amekusazia afya, ile kwamba Mungu amekufa hicho ulicho nacho. Mtu wa Mungu, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Kuna watu tunanung'unika kwa ajili ya watoto mimi hawasipindi waokota wapi. Kuna mwanamke leo anatamani japo mimba iingie itoke, ajue mimba zikiingia inakuaje. Ninachokwambia, siku moja huwa niko kwenye kipindi cha maadili na malezi kwenye kipindi cha Jumamosi Radio Pen. Nimetoka hapo, mama mmoja akanipigia simu akaniambia, mtumishi, hata kama watu wengine wananung'unika kwa ajili ya watoto walio nao wanatamani hata wawauze, mimi natamani hata mimba iingie itoke. Fikiri huyo mtu yuko katika hali gani? Yaani ingie tu itoka, ajisikie kwamba na yeye aliwahi kubeba mimba, na ikiingia mtu huwa anajisikiaje. Lakini wewe una mtoto ambaye anakusumbua, tamani umuuze. Hauna utakaye mgawia. Hakuna mahali pa kumpeleka zaidi wapi. Tatizo unamtazama mtoto, utazame msalaba. Anasema njoni kwangu ninyi wote msumbukao na kulemewa na nini? Nani mtafanya? Sasa kama ni mzigo, kwa nini unatazama mzigo? Mzigo ukitazama siku zote ni mzito. Siku zote ni nini? Ni mzito, lakini anasema kwake yeye nira yake ni nyepesi na ni laini sana. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Nilipata ajali, nimemwona mama hapa anaingia huko ndani ameshika kidogongo. Kashtuka kidogo rohoni. Na Mungu akutendee mema, kurudishie miguu yako. Nilipata ajali ambayo ilipelekea kutoka kwenye mwili kuingizwa kwenye shimo la kuzimu. Kama mlisikia ajali iliyomhusisha mchungaji Metili Sharika Penyelezi na wale wenzake wanne, miongoni mwao ni mmoja wangu mimi. Lakini nataka nikwambie ukweli, mtu wa Mungu. Yesu Kristo ukiona naye kuhubiria hapa, sio wa Biblia. Mimi nakuhubiria niliyekutana naye. Yaani sio tu kwamba aliyebaki huku, yani ambaye bado yuko kwenye maandishi. Mimi nakuhubiria aliye halisi, ambaye nimemuona live, sio tu kwa kuhadisiwa na watu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Yaani sikuhadisi huyu ambaye anasema alipanda mlima Karmeli, sio akaomba, sio wanafunzi wakasinzia. Ninakwambia aliyeshinda kifo na mauti, aliyeingia kuzimu akamnyang'anya ibilisi mamlaka, ambaye alituokoa na nguvu ya mauti, akasema kuzimu hauna mamlaka juu ya watu hao, kwa sababu bado wana kazi ya kufanya. Angelichukua vitani, singelijua leo, usingenisikia nayokwambia leo, kwa sababu kuzimu alitaka kukatiza njia zetu, lakini Yesu anasema hatujamaliza kusudi la Bwana. Hiyo hali unayoipitia isikufanye ukaitazama. Tazama Yesu, kwa sababu bado unayo kazi ya kufanya mbele za Bwana. Haleluya. Mungu awabariki kwa ujenzi mzuri sana. Ni fursa nzuri sana, hasa kwetu sisi kama wazazi kwa ajili ya kizazi chetu. Yaani ni fursa nzuri sana sisi kama wazazi kwa ajili ya kizazi chetu. Na maanisha nini? Utoi sadaka kama kujenga, unatoa sadaka kama mradi wa watoto wako baadaye. Haleluya. Wanasema leo sisi tunanunua kiwanja, ninatoa sadaka kwa ajili ya kiwanja cha watoto wangu baadaye. Wanasema sisi leo tunapaua, ninatoa sadaka kwa ajili ya kupaua kwa nyumba za watoto wangu. Unafikiria wakati huo watoto wako wanafika mahali pa kutaka kuanza kununua viwanja, kufanyaje, vitakuwa vinauzwa shilingi. Lakini kwa sababu itakuwepo sadaka ya mtu ambaye aliachilia madhabahuni, itakuwa inamkumbusha watoto wetu, watapita kwenye favor, neema za ajabu zitakuwa zinawafunika, kwa sababu hapa kuna sadaka inayozungumza kwa habari ya watoto wetu. Haleluya watu. Haleluya. Niliwatolea ushuhuda Mlingoni hapa, nikawaambia kwenye umri ule wa kuchanganyika na kuchanganyikiwa, wakati tuko shule huko, nilikuwa najioji maswali wakati wenzangu
wakikimbizana huku na huku kufanya vitu ambavyo vinaliza wazazi. Mimi nitakubali kwamba twende, lakini wakati ukifika nasikia kama kuna mtu ananizuia, yani ananipiga stop. Naitwa mshamba, naitwa nini, yani mshamba, na nikakubali kuwa mshamba kwa wakati huu. Lakini sikuwa naelewa, baadaye ndio nilipokuja kuelewa kwa nini nilikuwa naonekana mshamba. Sio akili zangu. Ila mama yetu alikuwa akitoa sadaka kila mwezi kwenye madhabahu. Anasema watoto wangu waombewe misa, na alikuwa Roman. Anasema watoto wangu waombewe misa kila mwezi. Anatoa sadaka kwenye madhabahu, tunaombewa misa ili tulindwe na Bwana. Kwa hiyo nilikuwa nikitaka kuchepoka kwenda kwenye njia ambazo sizo, ile sadaka ya yule mwanamke inasema sio kwako huko, sio kwako. Yaani sadaka inasema mwanamke baba ambaye umepewa watoto, kama Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake na kwa idadi, usikusanye watoto wako kama mchele wa pilau uliochanganyika karoti na bilinganya zote ziko. Kila mtoto ana vita yake na kila mtoto amebebeshwa neema yake. Unapokuja mbele za Bwana kwa ajili ya mtoto, mpeleke yeye kama yeye. Usichanganye Nadija na Amina na Hamisi huko. Halidi halivyo sio sawa sawa na dada zake. Sio sawa sawa na kaka zangu. Vita yangu tofauti na vita dada yangu. Kwa hiyo unaponipeleka kwa Bwana huwezi kunipeleka sawa sawa na dada yangu. Unanipeleka mimi kama Kwa hiyo unapokwenda utoi sadaka, unamtoa mwanao. Mikononi tutaiona fedha, sio? Na wachungaji watapokea fedha, lakini wewe moyoni mwako na kwenye imani yako hujatoa fedha, ila umetoa moyo wa mtoto wako. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Unatazama wapi unapopita kwenye changamoto? Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Anatuchunga, anataka atuvuta turudishe kwenye kundi lake. Anatamani kila tunapopita kwenye changamoto ngumu tutazame yeye, tusitazame matatizo. Siku zote ukitazama tatizo linakuwa kubwa na Yesu anaondoka. Anasubiri utakapogundua uweza na nguvu zilizoko ndani yake ukamgeukia, ndio anakuja kukupa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nilikuwa nawaambia kwa habari ya ajali. Ile ajali tuliyoipata, nafikiri madaktari wako. Mimi hiki kilishikana hapa. Yaani nilikunjwa kama hivi. Kwa sababu nilikuwa nyuma ya dereva. Kwa hiyo kiti cha dereva kilikuwa hapa. Yaani hiki ndio kilikuwa hapa, na maana mimi niko hivi. Pamoja na hiki kuwa hapa, yule alipo pande wangu akawa ngomoni kwangu. Kwa hiyo jiulize pengine zilikuwa kwenye staili gani? Jiulize shingo ilikuwaje? Mkono ulivunjika ukawa hivi kama upanga. Mguu wangu wa kulia, mfupa mkubwa ulitoka kwenye kisigino ukaelekea kwenye vidole. Nilipasuka kuanzia utosi mpaka jicho la kulia. Lakini ukiniangalia fikiri niliguswa na kiwembe, nimeshona ndani na nje. Kwa hiyo fikiria nilikuwa nimeumbuka andazi likasome. Mtu akija kunitazama analia, mimi nacheka. Lazima wafikiri akili zimeruka. Kwa nini mimi nilikuwa nacheka? Nilikuwa na mkanda mzima. Kwa hiyo nikijua kwamba jinsi Mungu alivyofanya katika yale yote hapa, kwenye kurudisha mifupa, kwenye kutengeneza sura ikarudi sawa sawa. Nakumbuka tulifika KCMC, daktari mmoja aliletwa na Yesu akasema, nitakushona mpaka shetani aone wivu. Na ndio hivyo. Yaani ukitazama utafikiri kuna kiwembe tu kilipita. Lakini alichukua muda wake akachanganya dawa za gani sijui ni ngapi. Aliniambia nataka unitazame, lakini nikikuchoka usinitingishe. Akiona nimejitingisha nachukua sina nadunga tena. Naona dungwa huko. Lakini Yesu ni Bwana, ametutengeneza tena. Leo hivyo sisi tuko hapa tunadundika. Haleluya. Wanasema hawezi kuhubiri tena, ndio sisi na maiki tumeshika. Haleluya. Wanasema hatuwezi kusimama tena, ndio hii miguu inarukaruka kama kawaida. Kwa hiyo nilipomwona huyu mama, hiyo miguu ikae sawa katika jina la Yesu. Ndio maana mfupa wa Yesu haukuvunjika hata mmoja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sio tu kuishia kuvunjika, nishakuwa na matumaini kwamba sasa hivi mkono wangu umeunga. Ghafla mkono ukaanza kuuma, tayari nisharudi sana. Naenda hospitali. Madaktari wakapigwa changara macho, wananipa majibu ya mguu kana kwamba ni ya mkono. Roho Mtakatifu akaachilia maarifa ya kujua na tukaomba. Tukamwambia hicho unachotuonyesha sio mguu, sio mkono, ni mguu. Na wao wakashangaa, tukarudi kwenye mashine. Bado wakawa wanalizika kwamba mkono uko sawa. Mimi huko ndani sina amani. Baadaye nesi ambaye aliambiwa nifunge upya ili nirudi nyumbani akasema, nawezaje kufungua mkono ambao sijaona picha yake?
Akaingia daktari mwingine akamuuliza, umeona picha ya mkono? Akasema hapana, twende tukaangalie. Waliporudi wamebadilika sura zao, hawacheki tena kama walivyokuwa wakichekea. Wakasema hatuamini kile tunachokiona. Mfupa badala ya kushikana umepandiana hivi. Zinachoma sindano za ganzi zikagoma kushika. Wanaume watatu, wanawake watatu wanavuta kutoka mfupa huku urudi hapa nikiwa macho na watazama. Huku mguu umefungwa, shingo imefungwa. Jiulize nilikuwa katika hali gani? Kwa hiyo wakati mwingine tukiwa tunaomba wanasema hao watu kama wamerukwa na akili hazijaruka, tuna hasira, tunakusanya zile na zile tunaunganisha pamoja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usitazame shida unayoipitia, inua macho yako utazame msalaba. Yesu Kristo anatuwazia mema, hakuwazii mabaya. Katika jambo lolote unalolipitia, liwe gumu, liwe na aina gani, hakuna linalomshinda Yesu. Shida sisi ndio huwa tunafeli, ila Yesu ndio yufeli. Na huwa tunamfelisha kwa sababu yeye hafanyi kama sisi hatujaonyesha dalili ya kutaka afanye. Bwana Yesu asifiwe. Anasema anamimina maji juu ya aliye na kiu. Kiu yako ni ipi? Una kiu gani? Unataka Mungu akuponye, unataka Mungu akutendee, na bado unalalamika, na bado unaona kwamba ugonjwa huu unaniua. Bado unaona kwamba kwa kweli hii hali mimi sijui kama nitatoka. Kama Yesu alishinda kifo na mauti, iweje wewe usishinde? Iweje ugonjwa huu usikuachie? Iweje watoto wako wasifanikiwe? Iweje tusivuke hapa ambapo tumeshikiliwa? Shida sisi tunabaki kuangalia matatizo. Hata kile kidogo ambacho Mungu ametupa kwa nacho hatukithamini. Thamini tu hata hiyo neema ya wokovu ulionayo. Kitendo cha kusema Yesu ni Bwana. Nafikiri kila siku unapita huko tunakuta wengine wako kwenye ibada za usiku kwenye makanisa ya kwao, mengine waliojianzishia kwenye vikao maalum vya sifa. Hapa wakati wengine mnakuja, nafikiri wengine mnawakuta baa. Wakati sisi tunakuja tunaingia tumekuta ndio wanataka kuingia. Na yaani mtu hajui kama sasa hivi ni asubuhi kumekucha. Anafanya shughuli zake, anamalizia mambo ya ndani, anayamalizia hapa kwa mlangoni. Ni kwa nini? Hicho wao hicho nacho yeye hana. Ile kwamba Mungu amekupa kutambua ile thamani yake. Mtazame yeye tu, hajawahi kufeli. Sisi ndio huwa tunamfelisha. Usimfelishe Yesu kwa jambo lolote. Yeye anakupenda, ni mchungaji mwema. Hajawahi kushindwa hata siku moja. Hata siku moja hajawahi kushindwa. Ukimuonyesha kwamba Mungu ninakuamini, anafanya. Nilijifungua mimba miezi 12 kasoro mtoto wangu wa mwisho. Lakini madaktari washasema tunakufanyia operation, mimi nakataa. Tunakufanyia operation mimi nakataa. Mimi namwambia Mungu, ninakuamini hujawahi kufeli. Sina shida ya kuwekea kisu. Sisi wanaofanya operation wametenda dhambi. Ila mimi sikuwa na sababu ya msingi ya kufanya operation. Na mimi nikamwambia shetani sikubali. Kwa hiyo na mimi nikang'ang'ana na Yesu, namwambia Yesu, mimi nakuelewa, mbuzi hafanyiwaje operation. Kondoo hajawahi kufanywa operation. Nguruwe wanazaa kawaida. Iwaje mimi uliyeniambia ni mfano na sura yako, nisijiwe na mbuzi na kondoo? Na maana Yesu bado yuko kabrini. Ulishashinda, na mimi nashinda hapa. Natakiwa kufanywa operation kesho. Leo namwambia Mungu, nimebaki masaa, ndio nafeli. Yaani ndio nafeli. Nikifanywa operation bila sababu, umefeli. Wakati niko chumbani nikaa nasikia wimbo. Nasikia wimbo ndani yangu inaimba, hata sasa hujashindwa, hata sasa hujashindwa, hata sasa hujashindwa. Nikawa nakimbia yale maneno, Yesu hujashindwa, hujashindwa. Nikasikia Zaburi ya 16 inasema mstari wa 6. Anasema kamba zangu zimeniangukia mahali pema, nami nimepata urithi mzuri. Nikadaka ule mstari, kamba zimeanguka, kamba zimekatika, kamba zimeanguka. Nikakiri yale maneno, mara kamba zikakatika kweli, nikaenda hospitali nikajifungua. Haleluya. Ni nini ningekubali kufanywa operation? Shetani angeshinda. Lakini kwa sababu niling'ang'ana naye, nilimwambia hapana, hujawahi kushindwa. Sisi tunadharau hata hivyo vidogo tulivyo navyo. Wanasema tuna visamaki viwili na mikate mitano na samaki wawili. Hawakuona kama ni vya thamani kwamba katika hata kamtaki niliko nako, nikikainua mbele za Bwana, Mungu anakabariki na kaongeza. Katika hii afya tu ambayo amenipa, ninatumaini kwamba kesho nitaenda kufanya jambo litatekelezeka. Lakini kwa sababu macho yangu yameutazama msalaba. Shida tunatazama kushindwa, tunaona kushindwa, tunaona kufeli. Kuanzia sasa usianze kufeli kabisa katika jina la Yesu. Mtazame Yesu kwamba hata katika hili, kama uliwaokoa hata waliopita kwenye moto, hata mimi unaweza kuniokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yesu alipoinua akamshukuru Mungu. Tunavyo vichache tunakosa moyo wa shukrani.
Katika hicho kidogo unakosa moyo wa nini? Wa shukrani. Tunakosa kushukuru, yani tunakosa kumwambia Mungu asante hata kwa kunipa usingizi. Kuna watu hawalali mpaka wapige sindano, mpaka wameze vidonge. Kwa hiyo katika hicho ulicho nacho mwambie Mungu asante. Mungu amekupa hao watoto, mwambie Mungu asante. Kabiashara uliko nako, mwambie Mungu asante. Hiyo kazi Mungu aliyokupa, mwambie Mungu asante. Usijitaka hata siku moja ukasema ni kwa sababu nimesoma sana. Wako waliosoma hawana kazi. Wako wenye fedha hawaoni hata cha kufanyia. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Mshukuru tu Mungu, shukrani inazidisha. Na ndio maana ukiona siri ya Yesu ndio hiyo. Anasema Baba ninakushukuru. Ikaongeza mikate. Tunaenda kwenye kaburi la Lazaro naenda kumfufua. Anasema Baba nakushukuru kwa sababu najua unanisikia. Lakini kwa ajili ya watu hao nataka tu jifunue na watu wajue kwamba wewe ndiye tu. Alitanguliza nini? Shukrani. Kwa nini Wakristo tunakosa shukrani? Kwa nini tunakosa shukrani? Shukrani ndio inayokuzalishia. Shukrani ndio inayofanya vitu vyako viongezeke. Shukrani ndio itakayokupandisha cheo. Shukrani ndio itakayokutoa kwenye udogo uliopo na kupeleka kwenye nafasi ya juu. Kidogo tusome kitabu cha Yeremia ile sura ya 30. Yeremia sura ya 30. Mstari wa 19. Anasema tena kwao itasikika shukrani. Kwao itasikika shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha. Ilianza nini? Sauti ya shukrani. Kutoka kwenye shukrani ikaja moyo wa kuchangamka. Kutoka kwenye kuchangamka kunaleta kuzidishwa. Bwana Yesu asifiwe. Asema nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mstari wa 20 nasema watoto wao nao watakuwa kama zamani na kusanyiko lao litathibitika mbele zangu. Nami nitawaadhibu wote wawaoneao. Chanzo ni nini? Shukrani. Watu wa Mungu. Kwa nini hao wana sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya samaki wawili na mikate mitano? Wakabidharau. Umedharau hiyo kazi ulio nayo ndio maana umebaki hapo hapo. Umedharau tu kwa sababu yani unafikiri walionavyo vikubwa kwamba vilishuka. Kuwa na moyo wa shukrani ili uzidishwe, ili uongezwe, utoke katika hali ya unyonge. Yesu akainua ile mikate juu, akamshukuru Mungu. Alitazama juu mbinguni. Unatazama wapi? Unatazama nini? Unatazama matatizo? Tunatazama magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Ukiwa na moyo wa shukrani unakuzalishia vitu, unakuletea vitu. Mimi kila siku nilikuwa namwambia Mungu nakushukuru. Swali nililokuwa nalo nilikuwa namwambia Mungu, ipo siku nitanyanyuka. Miezi 3 nabebwa. Siwezi kujifanyia chochote, yani siwezi kufanya chochote. Nabebwa tu. Yani kila kitu unamalizia hapo. Kama hakuna wa kukusogeza au kukugeuza, ukinipanga hivi kama moja nenda kesho utanipata hivyo hivyo. Kwa hiyo siwezi chochote. Kwa ndani ya miezi 3 unageuzwa hivi, unapelekwa hivi, unafanya hivi. Nyumbani kwangu hata siwezi kwenda hata ukiko ni neno la ikipitishwa mlango wa mbele unarudishiwa hapo, unakuwa mgeni hata kwenye nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilikuwa namwambia Mungu, ipo siku nitasimama mwenyewe. Ipo siku nitaweza kufanya chochote mwenyewe. Ipo siku Mungu nitatembea mwenyewe. Lakini Mungu nakushukuru umenibakishia uhai. Mungu nakushukuru umenirejeshea uhai. Mungu nakushukuru kwa sababu umenirejeshea uhai. Haleluya watu wa Mungu. Nikawa namshukuru Mungu katika hilo. Kwenye kumshukuru Mungu, kabla ya kupata ajali Mungu alikuwa amenipa maono ya kuandika kitabu cha watoto. Tumia sadaka na maombi yako kwa ajili ya kukomboa uzao wako. Nilikuwa nazo zile notes zote kwenye notebook. Kwa hiyo wakati tumepata ajali vitu vyote vikapotea. Wakaiba kila kitu, mpaka simu, kila kitu. Kwa hiyo tukarudi sisi kama sisi. Lakini katika kumshukuru Mungu tulipata ajali mwezi wa 9. Nakumbuka ilikuwa Januari tarehe 23. Sijui hata ni nani. Kadi ya benki, ile notebook yenye kitabu bililetwa mpaka kanisani KKT. Pigia tu Yesu makofi. Pigia tu na vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya. Simu wakachukua, viatu wakachukua, nguo wakachukua, lakini kile kilichokuwa na cha Bwana kilirudi. Haleluya. Haleluya. Lakini kwa sababu ya nini namwambia Mungu asante umenibakishia uhai. Asante Mungu, ningekufa si watoto wangu wangeenda wapi? Ningekufa si ingekuwa. Lakini Baba kwa sababu umeruhusu pumzi yako iende. Kwa hiyo jifunze kuwa na moyo wa shukrani katika kila ulicho nacho.
Ile kitendo cha kulala ukaamka, mshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mchungaji mwema. Laiti tungelifunuliwa tukayaona yanayotendeka wakati sisi tumelala, usingetamani hata kuamka. Lakini kwa sababu yamefichwa, Mungu anatuchunga, anatupigania, anatushindia vita. Nataka nikwambie, mtukuze tu Mungu katika kila hatua yako. Umekosa leo sio mwisho. Ile kwamba ameruhusu pumzi yake iendelee kuwema, anakuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa kuwazia mema, angeondoka na pumzi yake. Kwa sababu hakuna ambaye anaweza kubaki, yani kwamba hii pumzi na nayo mimi ndio mwenye akili nayo. Hayupo watu wa Mungu. Ile ajali ilinifundisha vitu vingi. Wakati ajali imetokea, ninasikia kabisa kama unavyoona watoto wanakanyaga ile mipira, pumzi inatoka, yani unasikia ile sauti. Ndivyo nilichokuwa nakisikia ndani yangu. Yani nasikia kabisa kama sauti, yani naishiria kabisa, naishia kabisa. Nakuja kuamaki mahali niliko sipa juu. Ni shimo giza totally. Oh, mahali ambapo sitamani hata mmoja. Kila ambacho Mungu amekupa mtu wa Mungu kitumia ipasavyo. Mungu amekujalia afya sio tu kwa sababu uende kazini, hakikisha unamzalia matunda kwenye hiyo sehemu aliyokupa. Sio kwamba Bwana amekupa ndoa sio tu kwa sababu uzae watoto, hakikisha wanamjua kwenye hiyo familia. Ile kwamba Mungu amekuweka kwenye huo mtaa, tusitambulike kwa majina mengine, tutambulike ya kwamba tumembeba Yesu kwa sababu anataka tumzalie matunda. Anasema sio wewe uliyenichagua, ni mimi nimekuchagua. Nimekuweka uende ukazae matunda na matunda yapate kukaa. Ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awape. Heshima kubwa. Ni giza. Mahali pasipokuwa na mwanzo na mwisho. Tazama, sio ni mahali atakapokushika. Roho ikawa na uwezo wa kuzungumza. Nikamuuliza Mungu, leo ndio mwisho, tumemaliza kazi. Wakati nimetamka maneno hayo katika roho, Mungu akatushushia malaika. Ndio maana nawauliza madaktari mlioko hapa, nani ambaye anaweza kavunjika pingili, akaweza kusimama na kuruka tena? Miguu ikapishana na kila kitu, kapigwa na macho yanaona, situmishi miwani wala chochote. Ila Bwana aliyetuma wale malaika watutoe katika shimo la uharibifu, akagusa watu wasiguse gari. Laiti wangelibomoa lile gari kabla hatujatolewa katika shimo la uharibifu, yangekuja majeneza 4. Lakini hata mwenzetu aliyeitwa kwenda mbinguni alimtoa pamoja na sisi, na wote tukapata huduma ya kwanza, na wote tukatoka kwenye hospitali ya kwanza tukaenda hospitali ya pili. Ndipo mwenzetu aliitwa na Baba, na si kwamba aliitwa kimya, aliita mwenyewe Baba mara 3, akamuita Yesu wake. Tuna uhakika mwenzetu hajalala kizembe, ni shujaa aliyeenda mikononi mwa Yesu. Haleluya, haleluya. Kashushiwa malaika wananipanga pingili za mgongo nikiwa najisikia. Tunaonaga watoto wakiwa wanacheza, wanapanga vidude vyao, wanatengeneza maumbo. Ndivyo nilichokuwa nasikia mgongoni kwangu. Zikipangwa pingili, malaika wako kama moto, kama tanuri linalonaga linawaka. Ule mlio wa moto ndio niliokuwa nikiusikia, wakitutengeneza katika roho, wakitufinyanga katika roho. Ndio maana nataka nikwambie vifungo vya rohoni, wale waliotuhudumia walituhudumia katika roho, walitufungua katika roho, waliturudisha mwilini. Tunakuja kushtuka tuko kwenye gari ni kama mtu aliyezinduka kwenye usingizi mzito. Ndipo ghafla tukaona mwanga nje. Kumbe watu gari wamenizingira, lakini roho Bwana amewapiga stop, hakuna aliye na mamlaka kuligusa. Ghafla vijana wawili wakabomoa nyuma, wakaingia, wakasema kumbe wako hai, tuwasaidie. Ndio sentence walioisema wale vijana. Wakatuvuta mimi na mwenzangu, wakatuweka nyuma. Lakini kabla ya hapo, ninaona mtu amesimama nyuma yangu, sielewi. Ana mwanga mkali kuliko ule ambao tumesha uzoea wa utendakazi wa malaika walivyokuwa kituhudumia. Wakiminya mwenzangu aliyekuwa upande wa huko, anaminywa tumboni, akiminywa na muona katika roho. Akipumua damu zinamwagika kutoka mdomoni, zinatoka damu nyingi. Nikaona mwanga unamulika mbele yangu kiasi kwamba ni mkali kuliko ule wa mwanga. Mkono wangu huu wa kushoto unaanza kwenda pasipo hiari yangu.
unafatisha ule mwanga, ninaiona simu mbele, ukachukua ile simu ukaja ukajibana tumboni. Sina hiari ya chochote, watu wa Mungu. Siwezi kusema mkono na uvuta au na utoa. Niko kama roboti tu, yani nipo tu. Baada ya hapo wanakuja kutuvuta, wananivuta na mkono umegandana na tumbo. Nguo zimechanika, tuko uchi, wanakuja watu kutustiri barabarani. Mama mmoja akaniambia, mwanangu simpe mtu simu. Nikamwambia mama, sijui hata hiyo simu nani kaweka tumboni. Hoi kamandara basi. Wakati wenzetu wamebomolewa milango ya pembeni, wametolewa wote, nikiwatazama mkono ukawa na nguvu ya kutoka. Sijui ni nani aliyenitolea password kwenye simu. Macho yameishafungwa na damu, lakini password ilitoka. Taarifa nilitoa mwenyewe kwa mume wangu, taarifa nilitoa mwenyewe kwa mama mchungaji. Waliponiuliza mko wapi, wakanitajia, sema tuko Hedaru. Nikasema tuko Hedaru, mara hiyo simu ikachukuliwa. Mpaka leo simu sijawahi kuiona, lakini Yesu alitupigania katika hiyo. Nataka nikwambie, usitazame shida unayoipitia, tazame Yesu aokoaye. Tazame Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Hayupo kaburini tena, ametuisha, ametusimamisha. Ninakuhubiria Yesu aliyefufuka, aliyeenda kuzimu akamnyang'anya ibilisi mamlaka. Hana tena ibilisi hiyo nafasi. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Usimpe hiyo nafasi ibilisi. Pigie Yesu makofi. Haleluya. 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 Unatazama wapi? Mwambie jirani yako, Yesu ni mchungaji mwema na ananiwazia mema. Katika haya ninayoyapitia, baada ananiwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Natamani tuende mbele za Mungu tuombe. Yeye anayetufungua kwenye kile kitabu cha Isaya 28. Kitabu cha Isaya 28. Isaya 28 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, basi sasa msiwe watu wenye kudharau vifungo vyenu visije vikakazwa. Maana nimesikia kwamba Bwana wa majeshi, habari ya hukumu itakayotimizwa, nayo imekusudiwa, itakayowapata dunia yote pia. Nataka hicho kipengele A. Basi sasa msiwe watu wenye kudharau vifungo visije vikafanyaje? Vikakazwa. Basi sasa msiwe watu wenye kudharau vifungo vyenu visije vikakazwa. Watu mnapotezea, mnapuuzia. Nioma tu, ni ndoto tu, sijui nimeota mtu ananichoma mkuki. Na vifungo visije vikafanyaje? Vikakazwa. Kwa hiyo wiki nzima tutakuwa tunadili na hivyo vitu vya rohoni. Nitakueleza kwa nini rohoni. Kwa nini rohoni? Wewe asili yako ni rohoni. Napenda kutumia hii lugha kwamba huku tunakoishi ni sawa sawa na mahali pa kushindia. Wanawake wote wanasema hii ni nguo ya kushindia, hii ni ya mtoko. Ya mtoko huwa tunaiweka vizuri, inakaanga vizuri. Hata kwenye kabati ndio inasimamishwa huko. Hizi nyingine tunakunja, tunapanga hivi. Kwa hiyo huku kwenye ulimwengu huu tunaoishi huku ni mahali pa kushindia, lakini mahali petu pa kuishi na pa kukaa ambapo ndio sosi ya kila kitu ni rohoni. Chochote unachokiona kilianzia wapi? Rohoni. Kabla huyu mama hajawa na shida ya mguu alionayo, ilianzia rohoni. Huku mwilini ni matokeo ya kile kinachotendeka wapi? Rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo nimesikia ni siku ya fungu la 10. Wale mnaotoa sadaka ya fungu la 10, naomba niwasomee mstari huu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14. Mstari wa 22. Kumbukumbu la Torati 14:22-23 anasema, msiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shambani mwako baada ya mwaka. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua apaketishe jina lake. Zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na kondoo, ili upate kujifunza. Nataka hiyo sentensi, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Katika kutoa sadaka ya fungu la 10 ni kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Kwa hiyo kumbe sadaka ya fungu la 10 ni uchaji.
ni kujifunza kumcha, yani niseme ni kujifunza kumheshimu Mungu, ni kuonyesha heshima kwamba ninatambua hii pesa niliyopata, mshahara niliyolipwa sio kwa sababu tu mimi nilifanya kazi bora, ni kwa sababu Mungu aliniwezesha, ni kwa sababu Mungu amenifanikisha, ni kwa sababu Mungu ndio aliyenipa nguvu. Maana anasema yeye atupaye nguvu za kupata nini? Utajiri, na yeye ndiye atufundishaye tupate faida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema usiache. Kwa hiyo ni agizo, usiache kabisa. Kwa hiyo kama anasema usiache, kuna matatizo au kuna dhara litakalokupata ukiacha. Haleluya. Na kwenye Malaki tunasema mmeniibia. Tunapomwibia, wanaokula wanakuja, magonjwa, madeni, takataka zote za kila namna. Ni sawasawa kuacha mlango wazi. Ukiacha mlango wazi, kila aina ya wadudu wataingia. Kwa hiyo sadaka ya fungu la 10 ni kama mlango unaozuia wale walaji magonjwa. Ugonjwa ukiinuka, Mungu ananyosha mkono kwamba hapana. Na hiyo wanasemaga no parking here. Kwa hiyo hakuna mahali pa kupakia hapa. Kwa sababu ni huyu mtu anafanya nini? Ananitolea sadaka. Niko naye kwenye biashara yake, niko naye kwenye kazi yake, niko naye kwenye ndoa yake. Kwa hiyo huna mamlaka ya kukusa cha kwake, kwa sababu anajifunza kunicha mimi, ananiheshimu, anatoa zaka, na sio tu zaka kamili. Haleluya. Iwe ni 1000, usiseme sasa Mungu jamani 100, ndio hiyo ya kwake. Haleluya. Kwa sababu Mungu hana shida na pesa. Mungu ana shida na pesa. Anasema mtanijengea nyumba namna gani nipate kukaa? Maana mkono wangu ndio uliofanya hayo. Hivyo fedha na dhahabu ni mali ya nani? Kwa hiyo kukwambia utoe si kwamba anataka hiyo pesa zako, ila anautaka moyo wako. Kwa hiyo Mungu hana shida na 100 na 500 na 1000 na 10,000. Ana shida na moyo ule ambao uko tayari kumtii, uko tayari kumcha yeye na kumtumikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame. Tunakwenda kuomba. Unapita kwenye nini? Wanafunzi wanamwambia Yesu, mahali hapa ni nyika tupu. Nyika yako ni nini? Nyika yako wewe nini? Magonjwa, madeni, ndoa, watoto. Ni nini wewe ndio unaijua? Ni wapi unapopita ambapo unahitaji mkono wa Bwana ufike hapa na ukusaidie? Tumeimbiwa hapa. Haikuwa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Bwana umetubeba. Mwambie Baba nibebe hata katika hii. Pasipo wewe mimi siwezi jambo lolote. Kwanza tunamshukuru Mungu. Ametubeba miezi 4 yote, amekuwa na sisi. Ni wangapi na ni wapendwa wetu ambao tuliwapenda sana hawapo? Kwa nini sio wewe, kwa nini sio mimi? Wengine wamebadilishwa majina leo hii. Ni marehemu. Wamelala kwenye nyumba zao huko, wenzetu tunasema nyumba za milele. Nyumba za milele kweli makaburi. Kwa hiyo wenzetu wamebadilishwa majina. Lakini mimi na wewe tu hai. Kuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Kabla ya kuangalia nyika ulio nayo, ni wapi unakopita mpendo wako? Ni mahali gani unapita? Nasema sina kitu, hicho ulicho nacho mwambie Mungu asante. Afya ulio nayo mwambie Mungu tu asante. Mwambie Baba mimi nakushukuru kwa sababu nakuamini. Ndio mkono wako juu kwa Bwana. Kabla ya kwenda mbele za Mungu, kuomba kwa baadhi ya nyika tulizopo. Ndio ni magonjwa, ni madeni, uchumi mgumu, mahusiano, watoto, kazi. Nataka niulize, ikiwa uko hapa unampa Yesu maisha, na unatamani kukutana na Yesu leo. Nimekupa huo ushuhuda sio kwamba tu ujue kwamba nimepita kwenye hiyo changamoto. Ila nataka nikwambie kuna shimo ambalo ni gumu sana. Kama ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Yesu alipogawa talanta, yule ambaye alisika ile talanta aliambiwa atupe kwenye shimo, kwenye giza na nje ambapo ni shimo ambapo kutakuwa kilio cha kusaga meno. Mahali pale ni kilio cha kusaga meno. Mahali pale ni pagumu, ni giza ambalo alielezeki. Ni giza ambalo siwezi kukwambia linafanya nini. Na shimo siwezi kukwambia na mwanzo wake na mwisho wake ni wapi. Mimi sijui. Ila tu nilijikuta niko mahali ambapo siwezi kusema nishike wapi au niende wapi. Unataka kumpa Yesu maisha, inua mkono wako kwa Bwana. Unataka kuokoka, yaani maanisha nataka kuokoka. Unataka kuokoka, inua mkono wako kwa Yesu. Unataka kumpa Yesu maisha, sogea mbele tumwambie Mungu kwa ajili yako. Unataka kuokoka, njoo tu mbele kwa Yesu.
Kama wote tumeokoka, Yesu akirudi saa hii tunakwenda mbinguni, jina la Bwana litukuzwe sana. Lakini kama unaona tu aibu kwamba watanionaje, nataka nikwambie kuna mahali ambapo ni heri wa kuone kwamba umeenda kwa Yesu kuliko kwenda sehemu ngumu ambayo ni mahali ambapo ni pakile cha kusamehe. Na Yesu anasema kunionea hivi mbele za watu, na mimi nitakukana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Tusitamani tu Yesu atukane, tunatamani Yesu atukumbatie na kutukaribisha nyumbani kwa Baba. Aseme njoo tule na kunywa mahali alipoenda kutuandalia. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nakuja mbele zako na kushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante kwa rehema zako, asante kwa uaminifu wako. Tunakushukuru Kristo kwa ukuu na uzuri wako, katika jina la Yesu. Naomba sisi tunyamaze, ukisikia kurudia utarudia. Nataka niombe na dada huyu. Naomba mwombaji mmoja awe nyuma yake tafadhali. Tuwe shapo. Hakuna mwombaji au mama mmoja naomba awe nyuma yake. Kurudia maneno haya na ni fahari kubwa sana mbinguni. Umezidiwa na malaika wanasubiri kusikia kauli hii inayotoka katika kilindi vya moyo. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe. Nilirudia kwa ujasiri kabisa, ni shetani asikuzingiwe kwa chochote. Wala asikuonyeshe makosa yale yote. Ni kweli hicho ndicho kilichompeleka pale msalabani. Hicho ndicho anachokuonyesha kwamba wewe huwezi kusameheka. Na Yesu anasema ni wakili wetu mwaminifu, atasimama aseme ndio amefanya, lakini ili nipeleka msalabani kulipa gharama. Sema Mungu Baba, naomba unirehemu, naomba unisamehe. Ninakukubali leo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakukataa shetani na kazi zako zote na hila zako zote. Najitoa mimi leo hii, roho yangu, nafsi yangu, mwili wangu uwe dhabihu mbele zako Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, karibu niwezeshe kushinda dhambi, niweze kuishi maisha mapya ya uzima katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo niwe wako, mali yako nikutumikie, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Basi tuombe wote kwa ajili ya ndugu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya mtoto wako na mtumishi wako. Umesema ni shangwe na furaha mbinguni mmoja akikiri. Ndio maana uliacha 99 ukamfuata mmoja, na mmoja yule uliyemfuata ndio huyu. Bwana, yuko mbele ya madhabahu akikukiri kwamba wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tunamweka mikononi mwako Kristo. Tunaomba neema yako isimpungukie, Roho yako Mtakatifu akakae juu yake, akamwezeshe kushinda kila roho ya uovu na dhambi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu wa kweli, mshike, mwezeshe Bwana, katika jina la Yesu. Nguvu za giza ambao mmekuwa mkimtumikisha, toka, mwachie kwa jina la Yesu. Achia nafsi yake, achia mwili wake, achia moyo wake, achia hatua zake kwa damu ya Yesu Kristo. Sio mali yenu tena, kwa jina la Yesu Kristo. Tunamdhabihu kwenye mikono ya Kristo, sawa sawa na Matendo ya Mitume 30:20. Nasema basi sasa nawaweka kwenye mikono ya Bwana na kwenye neno la neema ambayo inaweza kuwachunga na kuwapa urithi pamoja na watakatifu. Nasi tunamweka kwenye mikono yako Kristo, ukamchunga, ukampa urithi pamoja na watakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki, akuwezeshe kuishi maisha ya neema na ya utakatifu. Haleluya. Kama kuna mtu anasema kwa kweli kuna mahali napita kwenye nyika fulani, anatamani tuombe, karibu mbele tuombe. Karibu tu mbele tuombe. Unapita mahali kwenye nyika, anasema mahali hapa ni nyika tupu. Mimi sijui nyika yako ni nyika gani, sijui ni nyika hipi unayopitia.
ni magonjwa, ni madeni, ni nini, ni ndoa, ni watoto, ni wapi unakopita. Wale walisema mahali hapa tulipo ni nyika tupu. Wenda na wewe unarudi unakiri hayo maneno kwamba mahali nilipo mimi ni nyika tu. Sioni mbele, sioni mwelekeo. Na kama si Bwana sijui ingekuwaje. Oh. Yesu tusaidie. Baba, tazama watu hao. Na maana wanakuja kwako Baba. Wamonekani. Oni ya mandekele sasa ya maandalio ya moyoni ya mwanadamu jawabu mimi inatoka kwa Bwana. Macho yako ya utazama msalaba. Yesu aliinua macho yake juu akatazama mbinguni. Makatazama mbinguni. Tazama kwake Yesu. Tazama Yesu aliyeandikwa. Juu ya hilo jambo usitazame tena. Mwambie Baba, katika hili na kutazama wewe. Petro alipotazama mawimbi alizama. Alianza kuzama. Asingeyatazama yangemfikisha kwa Yesu salama. Na wewe usitazame hiyo shida inayokupelekea kuzama. Ni wapi unapopita? Ni wapi? Ni wapi? Nasema njoo nikumbushe tu jiani. Mwambie kile unasikia ndani yako. Mwambie mahali unapopita. Shida tunamficha Mungu, tunawaeleza watu. Shida tunamficha Mungu mateso tulio nayo. Tunawaelezea watu matatizo. Tunawaelezea hawawezi kutusaidia chochote. Ninajua Yesu anatusaidia kupitia watu, lakini ni mpaka wainue yeye. Pale utakapomwambia yeye hatakuinulia watu. Anasema kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nitainua watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yao. Kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo usielezee watu shida zako, mweleze Yesu. Kama ni uhitaji ambao unahitaji msaada kwa mtu, hatakuletea mtu. Inua mkono wako kwa Bwana. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Unapopita, unapojua. Rudia na mimi maneno haya na pia atakuacha sasa uendelee kuomba mwenyewe. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakushukuru kwa sababu umesema unalituma neno ili kuniponya na unalituma neno ili kunitoa kwenye maangamizi. Baba, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninaomba toba kwa kuwa imeandikwa watu wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Nimepungukiwa Yesu na utukufu wako. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unitakase. Imeandikwa karibia vitu vyote katika Torati kusafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na umesema Bwana wa amani mwenyewe hawatakase ninyi kabisa nafsi zenu, roho zenu na miili yenu, ili muhifadhiwe muwe kamili mpaka kuja kwake Kristo. Baba, niko mbele zako, naomba unitakase. Takasa nafsi yangu, takasa mwili wangu, takasa roho yangu. Mahali popote shetani anauhalali juu ya maisha yangu, maana umesema sikio lako si zito hata lisiweze kusikia, mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa, bali maovu yetu yametufarakisha sisi na uso wako. Jambo lolote linalonitenga na uso wako asubuhi ya leo, naita damu ya Yesu ipite saa hii kwenye maisha yangu, ikanitakase na kuniondolea kila kinachonitenga na uso wako, kilichonipelekea nikakaa kwenye hali ya unyika, mahali patupu, mahali pa mateso, mahali pa magonjwa, mahali pa madeni, mahali pa uharibifu. Kwa damu ya Yesu, naita damu yako ile imwagikayo kwa ondoleo la dhambi, ikapite sasa, ikaniondolee, ikaniondolee, ikaniondolee kwa jina la Yesu. Mungu Baba, ninainua hii hali ninayoipitia mikononi mwako. Baba, nisaidie. Baba, nisaidie. Maana umesema pasipo wewe hatuwezi jambo lolote.
kwa jina la Yesu. Ziniachie kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, mtiini Mungu, pingeni shetani naye atawakimbia. Asubuhi ya leo, shetani sikia, hauna mamlaka juu ya maisha yangu, juu ya mwili wangu, juu ya uzao wangu, juu ya kazi zangu, juu ya viungo vya mwili. Kwa damu ya Yesu, toka niachie, toka niachie, toka niachie, toka niachie. Moto wa Bwana upite saa hii,
Amen, amen, amen. Rudia maneno haya. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, umesema nije kwako mimi ninayesumbuka na kulemewa na mizigo, nawe utanipumzisha kuanzia leo, kwa kuwa imeandikwa siku uliyoifanya ni hii Bwana, nami nitafurahi na kushangilia, kama ulivyowaambia wana wa Israeli kwamba sasa ni mwanzo wa miezi kwenye maisha yao, nami kuanzia leo ikawa ni mwanzo wa maisha yangu. Unitoe kwenye mateso, niondolee kila vifungo vilivyonishikilia, ukaniweke huru kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mpe Bwana Yesu makofi. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Tunashukuru Mungu. Tumegusa kidogo, si ndio? Basi tusiache kuja jioni, tusiache kuja hii wiki. Semina yetu imebebwa na kuomba sana. Amen. Tutapata maarifa, lakini tutaingia kwenye kuomba zaidi. Amen.